Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulina sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi wa man wala. Ndugu zangu waitazamaji na wasikilizaji, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tunarudi tena katika programu yetu Uislamu ni dini ya kweli. Na kipindi cha leo tunaendelea na kutizama elimu au umuhimu wa elimu kutokana na dalili ambazo tunazikuta katika maneno ya Allah, ya maneno ya Muumbaji na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyosema ni kwamba kila jambo katika maisha ya mwanadamu lazima uwe na elimu. Hakuna jambo linaloendelea katika maisha ya mwanadamu isipokuwa na elimu. Tumesema kwamba elimu ni mwangaza au ni nur ambayo inayoondoa giza la kutojua. Elimu ni hidayah, ni mwongozo wa kumuondoa mtu katika upotevu. Yani upotevu ni kuwa kwamba jambo linalofanyika bila elimu linakuwa halina maana na haliwezi kutengamaa. Ukitaka kujenga nyumba, lazima mtafute fundi mzuri ambaye ni injinia ambaye anajua vizuri kujenga nyumba. Ukitaka mfanyakazi, unamtafuta yule ambaye anafahamu vizuri hiyo kazi ambayo unataka kumpa. Hii yote ni elimu. Na huyu mtu kuwa na kazi hii au kupata hii kazi ni kuwa alishaisoma, anaifahamu vizuri. Kwa hiyo kusoma kwenyewe ndiyo elimu yenyewe ndiyo maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Mola wako hawezi kukuweka hapa duniani, anataka utengamae. La kwanza kabisa nataka niwaambieni kwamba hakuna anayekupenda wala wewe hujipendi kuzidi au kuliko anavyokupenda Mola wako. Kwa hiyo Mola wako aliyekuumba ndiye anakupenda sana kuliko unavyojipenda. Mola wako aliyekuumba ndiye anakujua sana kuliko unakojijua wewe. Ndiye anakuwa na rehema kwako, rehema nyingi sana kwako kuliko unavyokuwa na rehema na nafsi yako. Kwa sababu hiyo ndiyo sababu anakuwekea kila jambo ambalo litakuja kukufanyia au utakapoendelea nalo kwa kupata maisha mazuri hapa duniani na kupata maisha mazuri kesho akhera. Kwa hiyo hayo maisha mazuri ambayo utakayoishi hapa duniani lazima uwe na ujuzi. Ndio sababu akakuwekea kusoma uwe na ujuzi, akakuwekea elimu. Baada ya hapo utakapokuwa unaishi kwa namna ya kujua jambo lolote unalifanya kwa ujuzi, basi hapo utakuja kuwa na mambo mepesi katika uhai wako. Yatakuja kuwa mambo mepesi, kila jambo litakuwa lepesi na utafanikiwa katika maisha yako ya duniani kwa sababu umepata nuru, umepata hidayah, unajua namna ya kufanya jambo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu katuumba, kakutuweka hapa kwa sababu avyo tulivyoiona mwanzo. Kwa hiyo sababu haiwezi kafanyika bila elimu, lazima uwe na elimu nayo. Ndio sababu Mwenyezi Mungu anakuambia hataki mtu kumwabudu bila elimu. Mungu haabudiwi bila elimu. Lazima uwe na elimu kwenye kila ibada. Kila ibada unayoifanya lazima uwe na mwelekezo na muongozo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu aliyekuumba.
Kwa hiyo ibada ambayo haina mwongozo kutoka katika Mola wako, basi hiyo ibada itakuwa ni upotofu, kwa sababu hauna elimu kwayo. Elimu inatoka kwa mwenyewe. Ndiyo sababu mitume yote, hakuna nabii aliyetumwa hapa duniani kwa watu bila kumpa kitabu, bila kumpa mwongozo, bila kumpa masharti, yani bila kumfunguza. Alikuwa akiongoza watu, akiwafundisha watu kwa elimu. Hakuna nabii hata mmoja aliyekuwa hapa duniani aliyekuja kuwafundisha watu mambo ya kuhusu kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kumpa au bila kuwapa mwangaza na elimu namna ya kumwabudu. Kwa hiyo wewe ukifanya jambo bila dalili, bila kutoka sehemu yoyote kutokana na vitabu vya Mwenyezi Mungu, basi itakuwa wewe umeanza kujiwekea ibada yako mwenyewe. Sasa huo utakuwa ni upotofu. Ndio sababu Uislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeukusanya Uislamu wote wa manabii waliotangulia. Ikawa lazima kila Muislamu, kila binadamu hapa duniani lazima aifuate dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hiyo ndiyo mwongozo ambao ni wa mwisho, unatakiwa uwe na elimu nao. Anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu elimu, kuhusu kutafuta elimu. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema talibul ilm au talabul ilm faridatun ala kulli muslimi. Kutafuta elimu, kutafuta ujuzi, kutafuta kuelewa ni lazima, ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamke au mwanamume yoyote yule, lazima atafute elimu. Kwa hiyo unaona mtu akiwa na elimu mambo yake yanakwenda vizuri, tofauti na mtu anayefanya jambo pasipokuwa elimu. Ukimuona mtu anaabudu kwa elimu, mtu tofauti ya kujua kwamba huyu mtu anaabudu kwa elimu na huyu anaabudu kwa fikira zake, tofauti ipo. Utamuona huyu ambaye anaabudu kwa elimu mambo yake yamekwenda sawa na yanaeleweka, yatakwenda sawa na yanaeleweka na yatakuwa na heshima. Yoyote atakayemuona akiwa anaabudu bila kusema, hata mtoto mdogo, yani kijana mdogo au binti mdogo, ataona kwamba huyu anaabudu kwa elimu, huyu anaabudu pasipokuwa na elimu. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaabudu kutokana na matamanio yake, kutokana na mtizamo wake, bila kujua, bila kuwa na dalili, basi utamkuta ibada zake na yeye mwenyewe zinakuwa ni za matatizo. Utamuona anarukaruka, utamuona ana tizama huku na hukule, utamuona yani hana nidhamu. Mtu ambaye anaabudu bila elimu, bila mwongozo kutoka kwake muumbaji au kutoka kwa nabii yoyote ambaye kaja kufundisha, basi utamkuta kuabudu kwake ni mambo ya matatizo tu. Lakini mtu ambaye anaabudu kwa elimu, anaabudu kutokana na elimu na mwongozo na mwangaza kutoka kwake Allah muumbaji, Mola wetu, au na mafundisho kutoka kwa mitume, utamkuta kuabudu kwake unakuta uko kwenye taratibu na adabu na kueleweka. Sasa ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake anakuambia kwamba kutafuta elimu ni lazima
kwa kila Muislamu, ni lazima kwa kila Muislamu. Nataka niwaambieni hili, sikilizeni ndugu zangu, hakuna yoyote hapa duniani anaruhusiwa kukaa bila kuwa Muislamu, kwa sababu tumesema hii Uislamu ndiyo dini ya pekee ya kweli. Sasa kwa hiyo kama Uislamu ndiyo dini ya pekee ya kweli, utakuta mambo yake yote, mambo ya Uislamu yote yanakwenda kielimu, yanakwenda kidalili. Muislamu ambaye anafanya jambo, ndio sababu nakuta mambo kwenye Uislamu tunasema mtu akifanya jambo, Uislamu namkataza uzushi. Usizue katika dini. Uislamu usizue katika dini. Ukifanya jambo lisilokuwa na dalili kutoka kwenye Qur'ani au kutoka kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kutoka katika wanazioni, tunasema wanazioni, wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi waliojifunza katika wale ambao walikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio wanaitwa watabi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba zama ambazo ni nzuri kabisa kuliko zama zote ni wakati huu mimi Muhammad na watu wangu tuliko nao. Wakati mwingine ni ule mzuri ambao ni ule utakaofuata, na wakati mzuri mwingine ni ule utakaofuata wale waliokuta na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani wale walio tabi'in. Kwa hiyo ni nyakati tatu tu ndizo nzuri, yani ndizo zinakuwa ni juu ya zingine, sio kwamba zingine ni mbaya, la, bali hizi zinakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu ndizo ziko kwenye asili ya jambo. Sasa hao ndio wanazioni ambao tunaiga kwao. Uislamu ni dini ya kuiga, ni dini ya kusoma. Uislamu ni dini ya ujuzi, ni dini ya elimu, kwa sababu ni dini Mwenyezi Mungu aliyowapa kila binadamu kuifuata hii dini. Mwanadamu alipewa hii dini aifuate. Kwa hiyo hatoifuata pasipokuwa mwangaza au mwongozo kutoka kwake Mola. Na Mola sio mwenyewe atakayekuja hapa, lazima watume mitume waje wawafundishe watu. Kwa hiyo hawa ndio walimu wa watu. Kwa hiyo dini ya Uislamu ndiyo dini pekee ambayo hukubaliwi kufanya lolote, liwe neno, kiwe kitendo, hata iwe fikira. Kufikiri na moyo. Fikira ni amali ya moyo, ni vitendo vya moyo. Moyo ndio unatenda. Lakini Uislamu unakuamrisha hata ndani ya moyo wako weka jambo ambalo lina elimu. Weka na jambo ambalo liko na elimu. Sasa Uislamu utaukuta ndiyo dini pekee ambayo inatakiwa Muislamu awe na elimu kwa kila jambo. Ndugu yangu, dada yangu, nachosema ni kwa kila jambo, yani katika maisha yako. Katika maisha yako duniani yote, unataka kulala, lazima uwe na elimu vipi utakapolala. Wataka kunywa maji, lazima uwe na elimu vipi utakunywa maji. Unataka kutembea kutoka nyumbani kwako, lazima uwe na elimu vipi utatoka nyumbani kwako. Subhanallah, hii ndiyo dini namna inavyofundisha wanadamu. Tizama dini na kufundisha mpaka wakati unakwenda choo. Utaingiaje? Utafanya nini ndani? Utakaaje ndani? Utatokaje? Utayasema maneno gani? Kwa sababu haya yote lazima awe na mwongozo. Hiyo ndiyo maana ya elimu. Hiyo ndiyo dini. Dini ya Uislamu ni dini ya maisha. Ni dini ya kuishi nayo. Hakuna jambo katika maisha yako hapa duniani na kesho akhera unapaswa ufanye pasipo kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mwongozo wote wa kuabudu, yani maisha utakayoyaishi hapa duniani, lazima uyapate kutoka kwa Mola wako.
na hutoweza kuyafahamu isipokuwa usome. Ni elimu ujue kwamba nataka kula, ndiyo. Utakula nini? Utakulaje? Utakula vipi? Utakula, yani maisha, jambo lolote unalohitaji nimekupa paka nakakupa la mwisho, yani nasema ni dogo la mwisho, acha nikupe lingine. Wajua kwamba Uislamu unakufundisha mpaka wakati unataka kutema mate, vipi utakapotema mate, wapi unapaswa utemee mate, na wapi hupashi hukubaliwi kutemea mate. Subhanallah. Itizame hii dini. Kwa hiyo ni dini ambayo inakufundisha namna ya kuishi maisha. Kwa hiyo Uislamu ndio unafundisha watu kuwa madaktari. Uislamu ndio unafundisha watu kuwa walimu. Uislamu ndio unafundisha watu kuwa wainjinia. Waislamu ndio, yani kila fani la watu lazima uwe na ujuzi. Hapo dunia itakuwa nzuri, itatengamaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu wamehimizana, wameufahamu umuhimu wa kusoma. Kwa hiyo itakuwa ni zito sana mtu kusoma dini tena. Ndiyo kitu ya kwanza kabisa. Haya mambo yote yatatengamaa ukiisha mjua Mola wako. Kwa sababu Mola wako utamwabudu ndani ya kazi yako. Ukifanya kazi yako ndio unamwabudu Mwenyezi Mungu. Ukija unataka kusali, lazima ujue unavyomwabudu Mwenyezi Mungu. Unataka kuendesha gari lako, lazima kuendesha gari lako unamwabudu Mwenyezi Mungu namna utakavyoendesha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaabudiwa kila wakati kwa kila jambo. Kwa sababu ukifanya jambo lile ambalo analipenda Mwenyezi Mungu, basi utakuwa unamwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu haabudiwi bila elimu. Ndugu zangu, kwa haya machache tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumbaji, atuweke miongoni mwa watu ambao wanatafuta elimu. Nisijasema kwamba nimesema elimu yote elimu, lakini ya kubwa sana ni ya kumjua, ya kuanzia kabisa, kabla hujatafuta elimu ya sayansi, kabla hujatafuta elimu ya engineering, ya kuwa daktari, lazima uwe ni wenye kumjua Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya kumjua Mwenyezi Mungu utafunguliwa milango ya kusoma elimu zingine. Tunamuomba muumbaji Allah, muumba wetu, Mola wetu, atupe kufahamu haya maneno na kuyafanyia kazi. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.